Wafalme wa Pili sura ya 7. Wafalme wa Pili sura ya 7 mstari ule wa Wafalme wa Pili sura ya 7 mstari wa 3 hadi wa 11. Wafalme wa Pili sura ya 7 mstari ule wa 3 hadi wa 11, naomba nisome neno la Mungu. Basi walikuwapo watu 4 wenye ukoma penye lango la mji. Wakasemezana, mbona tunakaa hapa hata tufe? Tukisema tutaingia mjini mna njaa, nasi tutakufa humo. Nasi tukikaa hapa tutakufa vile vile. Haya, twende tukaliendee jeshi la Washami. Wakituhifadhi hai tutaishi, wakituua tutakufa tu. Basi wakaondoka kabla ya mapambazuko, ili waende mpaka kituo cha Washami. Na walipofika mwanzo wa kimo cha Washami, kumbe hapana mtu. Mstari wa 6, kwa maana Bwana alikuwa amewasikizisha Washami kishindo cha miendo ya magari na kishindo cha farasi, kama kishindo cha jeshi kubwa. Wakakimbia wakaambiana, tazama, mfalme wa Israeli amewaajiri wafalme wa Wahiti na wafalme wa Wamisri waje wapigane nasi. Kwa hiyo wakaondoka wakakimbia kungali giza bado. Wakaziacha hema zao na farasi zao na punda zao na kimo chao vile vile kama kilivyokuwa, wakikimbia wapate kujiponya nafsi zao. Mstari wa 8, basi wale wenye ukoma walipofika mwisho wa kituo, waliingia katika hema moja, wakala na kunywa, wakachukua fedha na dhahabu na mavazi, wakaenda wakavificha. Wakarudi wakaingia katika hema ya pili vile vile, wakachukua vitu, wakaenda wakavificha. Mstari wa 9, ndipo wakaambiana, mbona haya tufanyayo si mema? Leo ni siku ya habari njema, na sisi tunanyamaza. Mkingoja hata kupambazuka, madhara yatatupata. Basi twende tukawaambie watu wa nyumba ya mfalme. Basi wakaenda wakawaita mabawabu wa mji, wakawaambia, tulifika kituo cha Washami, na tazama, hapana mtu yeyote huko, wala sauti ya mtu, ila farasi wamefungwa na punda wamefungwa, na hema zao kama walivyoziacha. Baba yetu na Mungu wetu, mfalme mwema, asante kwa sababu ya neno lako ambalo Mungu tunakuja kujifunza ili litujenge na kutuponya kwenye maisha yetu. Barikiwa Yesu na uinuliwe, kwa maana wewe peke yako ni Mungu usiyelinganishwa na chochote. Hatuna mwingine wa kufananisha kama wewe. Tupe neema ya kuelewa kile unataka tukielewe katika mchana huu, katika jina la Yesu. Amen. Nataka nizungumze, kichwa cha ujumbe kinasema wewe ni shujaa. Wewe ni shujaa. Ndicho kitu nataka nizungumze kwa ufupi tu sana, na baadaye tutaenda kufanya maombi kwa pamoja. Wewe ni shujaa. Kitabu cha Wafalme wa kwanza na Wafalme wa Pili, tunafahamu kabisa kwamba mwandishi huwa hajulikani vizuri, ila kuna viashiria vya kufikirika kwamba inawezekana kawa Yeremia, ambaye pia Yeremia alikuwa na mwandishi wake Baruku. Kwa hiyo hakuna uhakika kamili ya kwamba nani kaandika kitabu hiki cha Wafalme wa kwanza na wa Pili. Na kabla ya hapo kilikuwa kitabu kimoja, lakini vikagawanywa. Sasa tunaona kuna vitabu viwili, lakini wote mwandishi wa kitabu kiuhalisia hatuwezi kumfahamu. Tunakubaliana wote wasomi ya kwamba hatuwezi kumfahamu, lakini kuna dhana ya kusadikika. Lakini tunaweza tukakisia pia mwaka wa kuandikwa kwamba ni mwaka kama wa 561 na 539 hivi vitabu hivyo vilikamilishwa. Lakini pia na wanaandika kwa ajili ya kuonyesha nafasi za tawala mbalimbali za kifalme na namna ambavyo matukio yaliendelea katika nyakati hizo. Bwana Yesu asifiwe sana. Na mengine mengi. Sasa hali halisi ilivyokuwa, taifa lilikuwa
na njaa kipindi hicho. Hapa tuliposoma ameshatoa nabii mtu mmoja kwamba chakula kitauzwa, lakini mtu mmoja alipobishi akamwambia kitaonekana lakini hutakula na nini na kadhalika. Sasa wakoma hapa wanakuwa mashujaa wa kutimiza kila ambacho nabii alikuwa amekwisha kukisema baada ya kwenda kulivamia kambi la Washami. Bwana Yesu asifiwe sana. Sasa baada ya utangulizi mchache namna hiyo, naomba nikulete kwenye somo letu linalosema wewe ni shujaa. Bwana Yesu asifiwe sana. Maisha yetu ya kawaida yanatutegemea wenyewe tuyatambulishe. Wakati mwingine hali yako ulionayo inakutegemea mwenyewe uisemee. Na katika swala la imani, usipoisemea hali ulionayo, basi na yenyewe haitasema. Bwana Yesu asifiwe sana. Narudia tena, hujanielewa. Usipoisemea, nazungumza katika swala sasa la imani. Usipoisemea hali yako ulionayo, nayo haitasema. Na maana kwamba haitatoa matokeo yanayoonekana. Lakini ukiisemea itasema. Tunajifunza wakati wapelelezi wameenda nchi ya Kanaani kuipeleleza. Wale 12, wale 10 namna ambavyo waliisemea nafsi yao ndivyo ilivyoonekana kuwa. Wale 2 namna ambavyo waliisemea nafsi yao pia kadhalika ndivyo ilionekana kuwa. Sasa hawa watu 4 ni wakoma ambao kama tunavyojua jamii ya Kiyahudi ilikuwa ni lazima wakoma watengwe. Na namshukuru Mungu sasa hivi haya magonjwa Mungu ameleta neema. Wapo, sisemi hawapo, lakini kuna neema kidogo. Na si ajabu kuna mtu anaweza kazaliwa akakuwa hajaona mkoma. Kama hiki kizazi chetu hiki cha chipukizi hiki, si ajabu kimwambia mkoma hamuelewi. Tunamshukuru Mungu anaendelea kuondoa magonjwa yaliyo matata na sugu. Kwa hiyo hawa wakoma 4 wakati wamewekwa kwenye kambi, posho iliisha. Sasa hatujui walikuwa wameenda na posho, walikuwa wanapelekewa, vyovyote vile tuamini walikuwa kwenye eneo walilozuiliwa, lakini posho iliisha. Kama walihudumiwa sawa, kama walijipelekea sawa. Kwa namna yote, maana hawakuwa wanaruhusiwa kuingia kwenye jamii kwa namna yoyote ile. Sasa nazungumza ya kwamba wewe ni shujaa. Wakati wamekaa wanaangalia sasa posho haipo. Na kimsingi tunahitaji kula. Hakuna mwanadamu anaweza kaishi bila kula. Ikabidi watafute maneno ya kujitamkia. Ikabidi watafute kauli itakayojenga kitu kutokea. Ikabidi watafute sentensi itakayowezesha kufikia kile wanachotaka ukifikia. Jamani watakatifu wa Bwana, nisikilize vizuri. Huwezi kuwa shujaa kama unajitamkia udhaifu. Huwezi kuwa mshindi kama kila wakati wewe unakiri kushindwa. Huwezi kuwa bilionea wakati kila siku unasema mimi ni maskini. Huwezi kufikia eneo, lazima utengeneze mfumo wa kujitamkia kile unataka kitokee. Kwenye Injili, kwenye kitabu cha Mithali anasema vile mtu aonavyo nafsini mwake hivyo ndivyo alivyo. Kwa wakati wamekaa hawa watu wamekubaliana wanaondoka kwenda kusaka riziki. Lakini tena wanapoplania kwenda kutafutia riziki ni kwenye kambi la Washami, hili ambalo lilikuwa limeipiga Israeli, hili ambalo lilikuwa ni maadui kwa Israeli. Alafu Mungu alivyowajabu, hawafikirii kwenda kwenye taifa lao kutafuta chakula, lakini wanafikiria kwenda kwenye kambi la jeshi. Jamani, kama kuna mahala nitata kuingia ni kwenye kambi la jeshi. Jeshi letu tu ile ya Tanzania. Kwa nini hawataki iwe holela? Hawataki mazoea, maana pale ni mahali panatunza usalama wa nchi. Nanielewa? Sasa hawa jamaa wao wakasema kwanza wakajadiliana. Mnaonaje? Tukibaki hapa tutakufa. Unajua kuna wakati unaweza kufikia maeneo unaona lamani zimefunga hazisomi. Yaani kama ni jaribu limefika 99.99.9. Maana hawa tayari hali imekuwa mbaya. Sasa wanachukua hatua ya imani kama mashujaa. Unajua unapozungumza mashujaa hayaangalii kiwango, ushujaa hauangalii kiwango cha elimu. Nazungumza ushujaa wa imani mimi. Ushujaa wa imani hauangalii umesoma mpaka darasa la ngapi, chuo kipi, cha private au cha serikali.
Ushujaa wa imani hauangalii hayo. Hawa walikuwa na viungo tu na vidole hawana na si wakoma mnawajua. Ama nawahi kuona wakoma. Mkoma kabisa kweli kweli. Acha yule aliye katika kidole kimoja. Nyosha mkono. Lakini wakasema sisi hatutakubali. Imani ikaja kuliko tufe. Unajua kuna wakati unaweza kufa kwa kukosa ushujaa. Jamani, sio kila tatizo linalokusumbua unaanza kumtupia lawama, unajua shetani ameniba. Umekosa wakati mwingine ushujaa tu. Kama ungekuwa shujaa, Mungu angevuvia ushujaa wako, mambo yakatokea. Jamani, Bwana Yesu asifiwe sana. Unatamani uwe mfanyabiashara mkubwa. Sasa lazima uwe shujaa, usubutu kuanza kuuza masumbwi au matalali. Unahitaji kuna miti fulani polini naweka matunda aina fulani kama hatuyaiti meupe, yale tunayaita kuna meusi, kuna yanataka kuwa kama meupe. Yanaitwaje? Masumbwi. Nimepatia. Sasa si hauna mtaji sasa, anza hayo. Si unataka uwe bilionea, uwe mfanyabiashara mkubwa, lazima uanze na kuuza masumbwi. Maana yale unaweza kutembea polini ukayapata bila hela. Yaani mtaji wako ni nguvu, ushujaa wako wa kwenda kutafuta. Maana ndoto yako ni wewe uwe mfanyabiashara mkubwa. Sasa wewe bwana, ninataka niwe mfanyabiashara mkubwa, hauna chanzo. Unamshangaza Mungu na malaika wote wanakushangaa. Jamani, Yesu asifiwe sana. Kwa lazima uwe shujaa kwenye eneo fulani ili kutimiza maono ya kile unachokiona. Lazima ujitoe mwanga mahali pengine. Mboga za maharage hizi wanaita nini? Mkubi msogoro au mkubi, vyovyote vile. Chuma kauze kama inawezekana, au tafuta benki ya kuhifadhi. Halafu siku ukiisha unatokeza na mkubi. Tembea nyumba kwa sima. Nazungumza hivi, lazima uwe shujaa, usubutu kufanya jambo fulani. Sijui mnanielewa? Sasa yani unataka na kusubutu namna hiyo, Roho wa Bwana ashuke kwanza, nene kwa roho. Nazungumza hivi, kuna wakati fulani lazima ushujaa kwanza utokee. Kuna vitu tunahitaji Mungu atuongezee. Niliwahi kusema wakati nafundisha kwenye kipindi cha maombi kwamba tunapoomba kuna mambo ni ya Mungu, kuna mambo ni ya kwetu. Hawa hitaji lao, hawa wakoma waine wameishiwa chakula na wanakiona kifo. Si unajua na unavyopenda kula. Ukiambiwa kazi tupige siku 7 kama unaonaje? Kama masaa 12 yanakushinda, 7 utaweza? Sasa njaa ni mbaya. Sasa mpango wao au shauku yao wapate chakula. Wanakipataje? Lazima wawe mashujaa. Wakasema sasa sikiliza. Tukikaa hapa tunakufa. Tukienda huko wanatuua. Maana kiukweli mkoma hata kama angeliuawa hakuna mtu angemtetea. Kwanza ni nisemeje? Iko jamii ambayo haihitajiki kuonekana kwa watu wenye sifa za viungo vyote. Wewe ukiua ni sawa sawa umeua nguruwe au mbwa, hamna shida. Wakasema sasa jambo la kwanza, hatua zao za kwanza, hitaji lao ni kupata chakula. Mungu awaletee kambini. Hakuna. Kinachofanyika wanatakiwa wachukue hatua ya kukifuata chakula kilipo. Sasa anachosema ushujaa, lazima ukiwa shujaa wa imani hauangalii vizuizi unapofuata jambo fulani. Unataka Mungu akutendee jambo fulani, ukiwa shujaa wa imani hauangalii daktari alisema nini. Unajua mchungaji, yani alinipima kabisa, akaona ati vidonda vimeshakuwa siku kabisa, na aliniambia kabisa niwe nakula mara 3 kwa siku kabisa. Kwa mchungaji kabisa, kwa hizi haya masaa 12 kabisa. Daktari kabisa sema, tena amesoma sana. Wewe sio shujaa wa imani. Shujaa wa imani angalia daktari alisema nini. Anasikiliza wakati huu. Sisemi msiwasikize madaktari, lakini sikiliza, unafikia sehemu viwango vinaongezeka, Mungu anakupa taswira nyingine ya kufanya. Kwamba ni kweli kwa hatua hii Mungu nimekuja nikusaidie fanya kitu fulani. Siku moja Yesu alinishangaza nikisoma neno la Mungu. Alimkuta mgonjwa mmoja amelala kwenye bilika miaka 30 na ngapi? Na 8. Halafu Yesu alimpa zoezi tu. Natapona jitwike godoro. Hivi una miaka 30 na umelala halafu naambiwa ufanye kazi. Hivi unajua kubeba godoro ni kazi? Unanielewa? Miaka 38 amefanyaje?
Yesu anamwambia jitwike godoro uende. Kuna muda, kuna ufunuo. Unataka utoke kwenye hicho kifungu, lazima uongeze ushujaa wa imani. Unataka Mungu ajibu, lazima uongeze ushujaa wa imani. Unataka upige hatua fulani ya kufikia hitaji lako, lazima uongeze ushujaa wa imani. Unaweza ukaambiwa wewe ni tasa, uzai kabisa, afadhali mgumba, maana mgumba anaweza kazaa. Lakini katika swala la ushujaa wa imani, Bwana, mtu ambaye ameongeza imani amwambia Mungu, wewe ndio uliniumba. Kama ulisahau kuweka kiungo hiki, mimi sikuelewi, nataka kuzaa. Lakini shida yani sisi yani baadhi ya watu ni hohe haya. Madaktari wameshasema kabisa baba. Kwa hiyo tukimwambia omba, nitakuja tu nione. Nataka nikwambie, ili vitu vitokee lazima ushujaa. Sasa hawa waine wakaanza safari. Unaona, nimemwambia hivi, lazima uwe na cha kwako cha kufanya na Mungu ana cha kwake ili ufikie hicho ambacho ni hitaji lako. Wamejadiliana, wamepanga, sasa wamesema hivi, Bwana, mikononi mwako tunaweka roho zetu. Yaani wao kuishi au kufa wamezoea. Litakalotokea kwao halitawapa shida. Wakaanza safari. Mungu alipoona hawa watoto wangu hawa, nimewanyima viungo, hawana vidole, hawana na nyayo za miguu zimebakia nusu, wameanza wamezamilia, majamaa yanachapa mwendo yanaenda. Akasema hapana, lazima niwasaidie. Sasa hapa nawasaidiaje? Hapa hawezi wakashika bunduki, waningewatendea muujiza zikaja bunduki hapo. Hapa hawezi, hakuna chochote. Sasa hapa malaika wahini ile zile nyayo zao ikanyaga tu hivi. Nyinyi mungurumishe nyayo zao kama mingurumo ya magari ya vita. Wakikanyaga tu kama ni kipisi hivi. Nyinyi ongezeni ionekane kama vile miendo ya magari ya farasi. Tena wale watakaosikia watengenezeni connection ya kusikia kama ni jeshi la Misri. Maana jeshi la Misri lilikuwa jeshi kubwa lenye nguvu. Kwa hiyo jamaa wanajua tutakufa tu leo, lakini vyovyote vile twende, maana hata hivyo tukifia huko hapana, twende tukafie kwa watu hata kama wametupenda, tukatie roho kwao. Haleluya. Kakatie roho kwa Mungu. Bwana Yesu asifiwe sana. Mashujaa hawaogopi. Nenda kwa Mungu kwa ujasiri, kwamba kama Bwana utanijibu, kama utakubali afya yangu yadhirike, kama utakubali mimi nikose, nakuja vile nilivyo, nakuja kwa na matatizo nilionayo, na haijalishi daktari amesema nini, maisha yangu yanasema nini, haijalishi nikifunga. Kuna watu wakifunga, unasikia, kuna watu wakifunga hajui atafungulia nini, isikupe shida. Mwanasema sasa mimi nikienda kufunga, nikienda kwenye maombi na sukari sina. Wewe ni wahovyo kabisa, uhitaji Mungu wala kutendea. Mashujaa waangalie vya sukari. Ndio. Mashujaa unafunga hata kama hutafungulia chochote, Mungu anajua, anasema mnakuja kufia kwako. Sasa wakati wale wakoma wanakwenda, Mungu akafanya cha kwake, nimekwambia. Akaongeza nyayo zao kuwa na miungurumo kama miendo ya magari ya farasi ya vita ya majeshi makubwa ya Misri. Wale wanajeshi wakasema jeshi la Misri tunalijua, si kawaida. Sasa jamani, hapa kila mtu ni mbio. Kumbe tujitu tufanye ushujaa wa imani. Haleluya. Watu wanne tu wenye ushujaa wa imani wanakimbiza kampasi ya jeshi kubwa, wakakimbia. Sasa unajua wakati mwingine Mungu anapokutendea unaweza usijue Mungu kama ametenda. Hivi unajua hata hapa nyinyi mmemaliza maombi, lakini kuna mtu hajui Mungu kama amemtendea, lakini kwa Mungu ameshatenda. Maana unajua hawa wakati wanaenda hawajui kweli. Maana wao walikuwa wasikii ule mungurumo, naomba unielewe vizuri. Wao walikuwa wasikii vile vishindo wanavyovisikia maadui. Walikuwa wao wasikii. Kwa wao walitegemea twende, tumeshazimia, kama ni kufa mbele kwa mbele. Sio, unanielewa? Unajua kama umeshaona sasa si walisikia ile, wao walikuwa wasikii. Ile Mungu aliwasikizisha ni maadui, ili wapishe site watoto wake mashujaa wa imani wanufaike.
Jamaa wamezamilia. Unataka Mungu akutendee? Ongeza ushujaa. Narudia tena, ongeza ushujaa. Sasa wamefika kwenye kambi. Kabla hawajafika, wamemaanisha kwenda. Wamefika wakachungulia langoni. Kwanza wakasikia ukimya. Maana unajua kambi lilipo watu wengi lazima utasikia. Palipo na watu panajulikana. Sasa wakaingia, wakaangalia, wakuta kumbe hawa jamaa wameacha tu wamefunga farasi zao na punda zao, hakuna hata mmoja. Sasa na wao Mungu ni ajabu. Wangekimbia wakaenda karibu, wakawa wanachungulia, hivi kweli hayo ni magari? Unajua Mungu akitaka kutendea Bwana ni kitu chepesi. Baadaye kama wakimbie karibu tu, kwa sasa wanajeshi, sasa wanaogopa nini? Wakakimbia, yani zile mbio za kukata shoka. Sasa wakafika wakaona ni tulivu. Cha kwanza lazima uanze kula. Kumbuka hoja iliyobeba hitaji lake kuu kwani ni sinja. Sasa wamefika pale, cha kwanza waliangalia mikate iko wapi. Kama wataalamu wengine, lakini si Mungu amejibu, ndicho ndilo hitaji. Wakala kwanza. Kituo cha kwanza. Wakakusanya na baadhi ya vitu. Mkumbuke hapa, nataka unielewe vizuri. Kuna watu wanafikiri nitulie tu Mungu tu atafanya. Hawa wameanza hatua fulani ya ushujaa. Kibinafsi wao wameamua na kwenda. Mungu akitutokea atutokea, asipotokea potelea mbali. Mungu amewatokea, sasa wananufaika na majibu yao. Wakaenda kambi la pili. Baadaye mwenzao akamwambia, lakini jamani, mnafahamu ndugu zetu, na huu ni upendo wa ajabu. Hapa kuna somo la upendo mkubwa. Hivi fikiria kama ni wewe wamekutenga, kwa maana Tanzania imekufungia mbali na ukoma wako. Halafu jeshi fulani la nchi limekuja limeipiga. Halafu ukaenda wakimbiza lile jeshi. Hivyo unaweza kaenda kuambia, jamani wa Tanzania njooni tunufaike. Hao watu walikuwa na roho nzuri sana, wanamuelewa Mungu. Wakasemezana, lakini hatufanyi vizuri, maana kuna ndugu zetu wana mahitaji. Twende tuambie. Hao watu walikuwa na upendo eti. Unajua wanaoenda kuwaita ni wale waliokuwa wamewatenga. Sogeni nyinyi mnanuka. Kai huko, mkija huko tunawauza huko. Ndio wanaenda kuambia, jamani Bwana ametenda. Sikiliza, Mungu akikujibu usianze kuonea wivu ndugu zako na kuwalipiza. Tena hapo sasa hapo umepata kachombo ka usafiri. Tena kategeshea kwa zimenyesha, tunapiga kwenye bonde la maji, anielewe vizuri. Sasa walikuwa wanasema sitatoko. Usifanye hivi. Unanielewa takatifu Bwana? Hawa walienda kuwaita ndugu zao waliowatenga. Unanielewa vizuri? Waliowatenga. Tena sio kuwatenga tu kwa kuwabembeleza, yani kuambia mkionekana tunawaua. Lakini wakaenda wakamwambia, njoni tunufaike. Unajua kanisa la Bwana tukiwa na ushujaa wa imani tutafanya vitu vizuri. Na ndio tutaleta manufaa hata kwa wale wasiohusika. Kwa nini tuna ushujaa wa imani? Tutapata majibu ya vile ambavyo tunaomba. Kwa nini tuna ushujaa wa imani? Wakapata kile wanataka kwa sababu kwanza walijitamkia mambo ya kufanya. Jamani, kwa Yesu asifiwe sana. Naomba nizungumzie mambo matatu tu muhimu sana ili wewe ya kuweke kwenye nafasi ya kuwa shujaa wa imani. Mambo matatu tu, yako mengi. Nataka nikupe mambo matatu msingi ya muhimu yanaweza kusaidia wewe kuwa shujaa wa imani kwa viwango vya tofauti. Cha kwanza au jambo la kwanza, hakikisha umemwamini Mungu sawa sawa. Maana kwenye kumwamini Mungu napo hapa kuna changamoto. Kuna mtu anaingia kwenye dini, kuingia tu kwenye dini, anafikiri amemwamini Mungu. Unaweza kuingia kwenye dini lakini hujamwamini Mungu. Sasa jambo la kwanza, ili wewe shujaa wa imani, hakikisha umemwamini Mungu sawa sawa, kikamilifu. Kikamilifu. Sio kila mwanadini amemwamini Mungu. Wengine wana dini tu wala hawana Mungu. Sasa ili wewe uwe jasiri, hakikisha
umemwamini Mungu sawa sawa. Hao walimwamini Mungu wakoma hao katika viwango timilifu, kwa usawa, kwa viwango vya kujiachia, kwamba Mungu atajua kama tutaishi, kama tutakufa pote ya mbali, Mungu anajua. Walimwamini Mungu. Ndio watu tunaona ushujaa wa kukimbiza jeshi tena wakiwa wako. Ushujaa wa kukimbiza jeshi tena wakiwa wako. Jambo la pili baada ya kumwamini Mungu, simama kwenye kanuni za Mungu. Kanuni za Mungu zinakutaka ufanye nini? Simama kwenye kanuni za Mungu. Simama kwenye kanuni za Mungu. Simama kwenye kanuni za nani? Sasa nyinyi watu mnapoteza kanuni hapo, mnataka Mungu awatendee. Unapoteza kanuni, unataka Mungu hawezi kutendea, umepoteza kanuni. Lazima usimame kwenye kanuni za Mungu. Mungu anataka nini na je, ndivyo unafanya? Mungu anakataa dhambi, wewe unatenda dhambi, alafu namuomba Mungu ajibu maombi. Labda miungu ya bahari, lakini sio Mungu anaishi. Simama kwenye kanuni. Cha tatu na cha mwisho, chukua maamuzi bila kuangalia hali iliyoko mbele yako. Chukua maamuzi sahihi bila kuangalia hali iliyoko mbele yako. Narudia, chukua maamuzi sahihi bila kuangalia hali iliyoko mbele yako. Bwana Yesu asifiwe. Chukua maamuzi sahihi. Ni hali gani iliyopo mbele? Isikutishe hali. Wewe unajua siku hizi kwa kweli wateja hawapo. Wewe endelea kutamka wateja hawapo. Hawatakuwepo kabisa, maana ndio hali umeitaka iwepo. Hawapo, unasema wateja wapo wengi kibao. Sasa lazima uchukue maamuzi sahihi kuifanya imani itoe matokeo yenye ushujaa. Jamani, Bwana Yesu asifiwe sana. Unajua mimi shuleni hata kama nikisoma sivielewi, hautavielewa kabisa, maana ndio hatua uliochukua. Lakini ukichukua imani, usiangalie hali ilivyo. Jua linawaka. Hapa ndio tunataka tujue. Jua linawaka. Yaani wewe ndio ushujaa wa imani kwa wengine. Na wewe hali inakutisha mpaka zero. Unaanza kukata tamaa kama wasiomjua Mungu. Unajua kwa kweli tunaisha. Yaani tunaisha. Hivi wewe ni shujaa au umevaa tu magwanda ya shujaa lakini sio shujaa? Maana Biblia inasema wamevaa ngozi za kondoo lakini ndani unaweza kuvaa mavazi kama shujaa lakini kumbe sio shujaa. Shujaa hali haitutishi. Shujaa unatamka mambo yabadilike. Sikilizeni nyinyi wafanyabiashara. Hujatoka hata nyumbani unapanga, Mungu leo naita mashariki lete watu, kaskazini lete watu, kusini lete watu, magharibi lete watu. Na Mungu naenda kuwahudumia, niletee wateja. Alafu naenda kama mimi unawaona hao hapo 20. Sasa nyinyi wenyewe mnaungana kuharibu hali ya hewa. Unajua sasa hivi kwa kweli hali imekuwa mbaya. Na Mungu anawapa unachokisema. Bwana Yesu asifiwe sana. Unajua mume wangu hawezi kuokoka. Yule ni mkali sana. Hata okoka. Unafikiri mkali kuliko Sauli? Mume wako ameoa watu wangapi? Sauli aliua watu wengi sana. Mpaka kamaliza watu kwenye mtaa wake. Wewe mume wako ameshaoa wangapi? Tuseme ni mkali kweli, ni gaidi. Hana hata huyu aliyemuua. Alafu namsingizia tu mtoto watu eti ni mkali, hawezi kuokoka. Una matatizo wewe. Ila kwa sababu tunachoona pokea, asiokoke kabisa. Sikiliza anachokisema. Shujaa wa imani hali haimsumbui. Ni mchungaji wako kwenye kituo, hata kama watu hawalipi zaka, lazima uone kuishi na kufanya huduma ya kimungu. Lazima
Watu wanafanya, yuko nyumba ya mchungaji hawafanyi, lakini shujaa wa imani lazima useme Mungu ninahubiri pale, ninafundisha na kanisa pale, na watu wanakujua wewe. Yanayokuja yapo. Wala usiangalie hali ya unajua hawaji hata wasije. Kwani hao wakija ni Mungu. Nataka nikuonyeshe namna ambayo shujaa wa imani hali ya hewa imtishi. Sijui unanielewa? Hali ya hewa imtishi. Hapo msema jitakia tutakufa jua limewaka. Utakufa kweli hata kama sio jua. Maana umeshatamani kifo. Bwana atakupa. Nyinyi mnakusikia ule mfano ambao ni sijui kama ni walisia kwamba watu walipewa nafasi ya kuomba vitu vitatu. Wakati wanazozana mke na mume mmoja akamtukana mwingine kikawa kile alichokisema. Wakapoteza nafasi. Msiropoke. Ukiwa na imani hakikisha tukizungumza ukizungumze kwa tahadhari. Utakufa. Mimi nasema hata jua likiwaka sifi kwa jina la Yesu. Haleluya. Elia aliishi limewaka jua miaka mingapi? Kwani mnafikia Elia alikuwa chuma? Sasa alikuwa binadamu. Tunayaruhusu mapenzi ya Mungu yafanyike. Na mapenzi ya Mungu yakikusudia tufe hata kama sio jua tunaweza tukafa. Kwani jua ndio linaua tu? Unaona nini mbele yako shujaa wewe? Je, unatamani kuwa shujaa? Unatamani kuwa shujaa? Unatamani kuwa shujaa? Yaani acheni kujitamkia, usitishwe na hali. Nasikilizeni, lazima macho yaone. Unaenda kwa daktari na madaktari nao siku hizi. Yaani wewe nenda tu nyumbani msubirie. Yaani hili tatizo huwezi kupona. Na tukifanyia operation hiyo uvimbe si utakufa. Na unakuja kabisa kabisa roho mikononi mwa Bwana. Ninaenda kufa. Maana daktari ni nani? Daktari wakati Mungu anakutengeneza kwenye kiwanda, daktari wewe alikuwepo? Wala hata hajui viungo vyako vilitoka wapi. Mungu ndiye anajua tu peke yake. Hali sikutishe. Nataka nizungumze nipate watu mwanzo mimi nataka niwe shujaa kuanzia sasa. Daktari amesema nini? Sawa, aseme ni mwanadamu. Tunaporudi kwenye upande wa imani, tunaangalia ambaye amesimama katika yote, Mungu wa pekee. Yeye ambaye ni mfalme. Yeye ambaye akisema hata yule daktari alikwambia hautazaa, akimwambia na kuchukua, na udaktari wake atasema Mungu mimi nimesoma daktari. Sasa nakutisha nini? Tafuta ushujaa, simama kwa Bwana. Hebu simama kwa miguu yako miwili. Nataka niombe. Nahisi kuna mtu anapata shauku ya kuwa shujaa kwa viwango vya tofauti sana. Nataka niombe na wewe. Shujaa, lazima uwe shujaa. Lazima uwe shujaa. Wewe ni shujaa. Haijalishi hali yako. Wakoma wamekimbiza jeshi. Nataka nikwambie, jeshi la shetani lazima likimbie. Haijalishi adui walikutamkia nini, ndugu wamekutamkia nini, una laana za ukoo, lazima uchukue hatua yako, halafu Bwana avuvie hatua yako na wewe tayari uwe shujaa kwa jina la Yesu. Praise you. Tupelekeni mbele za Bwana. Kila mmoja anatakiwa uwe shujaa. Na ikiwa unataka ushujaa huo Bwana akupe kwa jina la Yesu. Hali sikutishe kabisa. Mungu yuko juu ya kila hali. Mungu yuko juu ya kila kitu. Mungu yuko juu ya kila nafasi. Mungu yuko juu ya vyote. Mungu mpaka yuko juu ya mauti kabisa. Mungu yuko juu ya mauti. Kwa hiyo usitishiwe. Kama ni kufa utakufa kwa kusudi la Bwana. Kwa hiyo usitishiwe na chochote. Wewe ni shujaa. Wala mtasikubabaisha. Nataka niombe na katika muda. Nataka niombe sasa. Na unatamani wewe pia uwe shujaa. Natamani binafsi niwe naona mbele yangu mashujaa ambao hata kama kitatokea kitu cha kuogopesha, hata kama ulimwengu utawakataa, lakini wao mashujaa. Naomba niombe sasa wakati hii inaendelea. Baba, katika jina la Yesu wa Nazareti, Mungu mfalme mwenye mamlaka na neema zote, ninaomba na huyu mama na huyu baba na kijana huyu wa kike na wa kiume ambaye yuko mahali hapa na maeneo mengine ndani ya Tanzania ambao wako nje ya nchi yetu ya Tanzania, wote nawaweka mbele zako Bwana. Nimezungumza neno la kuwa shujaa. Ninaamini Bwana mbele yangu naomba na mtu ambaye ni shujaa. Katika jina la Yesu, yako mahali maeneo ambayo wamekuwa wakipita. Na mtu yule amekuwa akipita kwa namna tofauti. Hata wakati mwingine haelewi kwa nini anapita hapo. Wakati mwingine Bwana amekata tamaa. Lakini yeye Mungu wa uzima katika wasaa huu, umenileta niwaambie nini na watu wake kwa jina la Yesu.
ushujaa pekee. Na Bwana pamoja na kupokea ushujaa, maadui wameona kila adui amekimbia. Kila adui amekimbia. Adui magonjwa amekimbia. Adui ukasa amekimbia. Adui umasikini amekimbia. Adui wa kila namna, kiroho na kimwili, akimbie, akimbie kwa jina la Yesu. Maana shujaa ameinuka. Shujaa ameinuka. Shujaa amesimama. Shujaa amesimama. Shujaa amesimama. Shujaa amesimama katika jina la Yesu. Wasimamishe watu wa kuwa mashujaa wakati wote, hata kama mali zikiondoka, hata kama ulimwengu ukipita, lakini Bwana bado unahitaji watu hawa wa mashujaa kwa jina la Yesu. Mfalme mwenye neema na rehema, ninaamini Mungu umesikia. Kama una shida, weka mkono mahali unaumia. Kama ni matatizo mengi, weka mkono wako juu ya kichwa. Baba, katika jina la Yesu, ninamleta mbele zako mtu. Ewe roho, ewe mateso, ewe matatizo, toka kwa jina la Yesu wa Nazareti. Achia ewe jaribu, toka kwa jina la Yesu. Toka kwa jina la Yesu. Toka kwa jina la Yesu. Magonjwa achia, mapepo achia, majini achia, roho za laana achia, roho za laana achia, roho za laana achia. Achia kwa jina la Yesu. Achia kila tatizo, maumivu ya mgongo, maumivu ya kichwa, maumivu ya tumbo, maumivu ya miguu. Toka, achia kwa jina la Yesu. Tamka neema Bwana. Yesu, mguse mtu huyu na Bwana Yesu. Hajalishi yuko mbali nami, lakini yuko pale alipo. Kwa jina la Yesu, ninalituma jina lako mahali pale alipo. Natuma neema yako mahali pale alipo. Uwezo wako mahali pale alipo. Kwa jina la Yesu Nazareti, kila shida na kila matatizo, imwachie katika jina la Yesu. Peka kwa mamlaka ya damu ya Yesu. Peka kwa mamlaka ya damu ya Yesu. Na kuanzia sasa Bwana, huyu anayesimama ni shujaa. Matatizo yamemwacha, magonjwa yamemwacha, shida zimemwacha, kila aina ya tabu zote nimevikemea na nimepata kwa jina la Yesu. Neema yako isimame pamoja na mtu huyu. Ninakubariki Yesu wa uzima, na Mungu mwenye neema na rehema, kwa utukufu wako katika jina la Yesu. Amen. Umekuwa nasi Bwana tangu mwanzo wa ibada hii, tumeona mkono wako umetusaidia. Asante kwa sababu ya